Dili la Alan Okello kutoka katika klabu ya Vipers kuja kwenye klabu ya Young Africans ni moja kati ya draft za hatari ambazo viongozi wa Young Africans wamezicheza kwa ajili ya kuipata saini ya mchezaji muhimu ambao walikuwa wanamhitaji. Sasa dili la Alan Okello mimi nitalivunja kwenye masiku tofauti saba. Nitalielezea hili dili kwenye siku 7 tofauti. Tarehe 31 Disemba ndio siku muhimu zaidi ya dili la Alan Okello kutoka katika klabu ya Vipers kuja katika klabu ya Young Africans. Sasa kuwa makini kunisikiliza, usikie tarehe 31 inasemaje kuhusu dili hili. Kwa mara ya kwanza kabisa, taarifa za Alan Okello kuwa kwenye mawasiliano na rais wa Young Africans ilikuwa ni tarehe 22 Disemba. Taarifa zinanambia kwamba hii ndio siku ambayo rais wa Young Africans alimpigia simu personally Alan Okello kwa ajili ya kumwambia kwamba anamhitaji katika klabu yake. Tarehe 23 Disemba, Vipers walipokea ofa ya dola $400,000 kutoka katika klabu ya Al Ahli Benghazi ya Libya. Tarehe 23, siku moja baada ya Young Africans kuwa kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na Alan Okello. Kumbuka kwamba Alan Okello mkataba wake ulikuwa mbaki miezi 6, kwa hiyo wahitaji wote wana nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na mchezaji ama na kambi yake ama na wasimamizi wake, na ndicho ambacho Yanga walikifanya mpaka kufikia tarehe 28, takriban siku 6 mara baada ya simu ya kwanza ambayo rais wa Young Africans alipiga kwenda kwa Alan Okello. Makubaliano binafsi yalikuwa yamefikiwa baina ya Young Africans na Alan Okello. Tarehe 28 Yanga na Alan Okello walikuwa wameshakubaliana kwenye kila kitu kinachohusiana na makubaliano binafsi, mshahara, signing fee, kila kitu. Tarehe 30 Maruf Chakei, usiku wa tarehe 30, anapigiwa simu na viongozi wa Young Africans, anaambiwa akaonane nao, kwa sababu wakati huo Maruf Chakei alikuwa na kikosi cha Singida Zanzibar. Kwa hiyo siku iliyofuata, kwa maana ya tarehe 31, alihitajika kupanda ndege kuja Dar es Salaam, kuja kuonana na kocha wa Young Africans, kuja kuonana na viongozi wa Yanga ili kuweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuhitimisha deal baina yake na klabu ya Young Africans. Lakini tarehe 31 hiyo taarifa kutoka kwenye vyanzo tofauti Tanzania na Uganda vilikuwa vimeweka bayana kwamba Yanga walikuwa wamejivua kwenye mbio za kuiwania saini ya Alan Okello. Tarehe 31 ambayo nilikuwa naizungumzia mwanzo wa video tumeifikia hapa. Kuna mambo mawili makubwa ambayo Yanga waliyafanya ndani ya siku hii. Kwanza ni kuwa na Maruf Chakei kwenye sehemu ya kambi yao mara baada ya kumpigia simu usiku wa tarehe 30, lakini ni kuweka bayana kwenye vyombo vya habari taarifa ambazo inasemekana zilipelekwa kwenye vyombo vya habari kutoka kwenye uongozi wa Yanga ni kwamba hii deal isingeweza tena kufanywa, na ni kwa sababu ya contractual obstacles, kwamba ugumu wa kimkataba ambao ulikuwepo. Sasa hapa kuna kitu kimoja ambacho nataka nikiweke bayana. Hii tarehe 31 Disemba ambayo Young Africans walitangaza kwamba wamejitoa katika mbio za kumwania Alan Okello, actually ilikuwa ni kama mchezo ambao wamejaribu kuucheza kwa Vipers. Ni mchezo wa aina gani? Kama unakumbuka vizuri, nimetoka kuweka bayana hapa kwamba tarehe 23 Disemba Vipers walipokea ofa ya dola $400,000 kutoka katika klabu ya Al Ahli Benghazi ya Libya. Tarehe 31 ni siku moja kabla ya mwaka kupinduka. Tarehe 1 dirisha la usajili kwa Tanzania linakuwa limefunguliwa, na hata kwa baadhi ya nchi nyingi Afrika linakuwa liko wazi muda huo. Vipers walichokuwa wanataka kukifanya mpaka tarehe 1 inapinduka ni kuwaweka Al Ahli Benghazi pamoja na Yanga katika kitu kinachoitwa bidding war, kwamba mpigane wenyewe vita ya mnada, kwamba tunawaacha mpandishiane dau, atakaye kuja na dau kubwa kwenye meza yetu atafanya biashara ya Alan Okello. Sasa basi Young Africans wakamchukua Chakei wakawa naye kwenye sehemu ya kambi yao. Hiyo ni move ya kwanza. Kitu cha pili ambacho walikifanya tarehe 31 Young Africans ni kujivua kwenye mbio za kujaribu kumwania Alan Okello. Kwa hiyo ile vita ya mnada ambayo Vipers walikuwa wanataka kuitengeneza baina ya Al Ahli Benghazi pamoja na Yanga wakawa wameiua.
kwamba nyinyi si mnataka kupandisha thamani ya Okello kwa kutuweka kwenye vita sisi na Al Ahly Benghazi, basi sisi tunajivua kwenye hili dili, mtabaki na mtu huyu mmoja. Kwanza tangu hapo sisi tunaye Chakei ambaye pia ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye nafasi ambazo Alan Okello anacheza. Kwa hiyo kitendo cha Yanga kuwa na Chakei kambini then kutangaza kujivua kwenye dili la kumwania Okello kwenye dirisha dogo tarehe 31 Disemba ni kama kuwaonyesha Vipers kwamba sisi hatuhangaiki sana na huyo mchezaji. Kwanza tunaye mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye hiyo nafasi, then pia huyo mchezaji amebakisha miezi 6, sisi tunaweza kusubiri mpaka mwisho wa msimu tukaweza kuja kufanya hii biashara. Kwa hiyo Young Africans ni kama wakawa na signal kwa Vipers kwamba hatuna ule uhitaji sana wa huyo mchezaji. Yaani msije mkahisi kwamba sisi tuko desperate sana. Kwanza kama ni namba 10 yupo, then pia tuna uwezo wa kusubiri mpaka mwisho wa msimu. Kitu ambacho kilikuja kutokea sasa mwisho wa siku, Vipers wakajikuta wana ukimya wa karibu wiki nzima baada ya tarehe 1 kupinduka, mwaka kupinduka, wakiwa wanasubiri majibu ya ofa moja tu ambayo ilikuwa ni ile ya kutoka Libya. Endapo ile ofa isipokubaliwa na mchezaji, ina maana Vipers kiufupi watakuwa hawana mnunuzi yoyote kwenye meza yao, kwa sababu mnunuzi mwingine alishajitoa, kabaki huyu mmoja, na hapo ni issue ya kuomba Mungu kwamba huyo mmoja pia ofa yake ije ikubalike. Tarehe 5 Januari, Alan Okello pamoja na wasimamizi wake watatu, Mbalamwizi, Isaac Mosigwa pamoja na Sultan Atubo, waliambatana na Alan Okello kwenda katika ofisi ya rais wa Vipers, Dr. Lawrence Mulindwa. Miongoni mwa vitu ambavyo vilizungumzwa kwa mujibu wa vyanzo vyangu ni kwamba kwanza ofa ya Libya wao walikuwa hawaitaki. Na kwa mtu ambaye labda ameshasikia hichi kitu, Alan Okello alishapata experience ya kwenda kaskazini takriban miaka 3 iliyopita. Na experience yake katika klabu ya Paradu haikuwa nzuri. Kwa hiyo kitu ambacho rais wa Vipers kabla ya tarehe 5 alichokuwa hakijui ni kwamba hakukuwa na nia yoyote ya Alan Okello pamoja na wasimamizi wake kuichukua ofa kutoka katika timu ya kaskazini. Hawakuwa wanaitaka kabisa hiyo ofa. Kwa hiyo baada ya kuwa amejua kwamba sasa hana tena uwezo wa kuipokea ile ofa ya dola 400 ambayo actually ni kubwa ukilinganisha na kile ambacho Yanga walikuja kukiweka, mwisho wa siku Vipers wakajikuta hawana jinsi, bali ni kuomba Mungu tu, kama kuna mtu yoyote atakuja na gharama yoyote ile, basi waje wafanye biashara, kwa sababu wanunuzi wote walikuwa hawapo mezani. Yanga walitangaza kujivua, Al Ahly Benghazi ofa yao haikukubaliwa na wasimamizi pamoja na Alan Okello mwenyewe. Ndipo tarehe 9 rais wa Young Africans Engineer Hersi Said anapanda ndege anakwenda kuonana na rais wa Vipers. Ina maana pale kiuhalisia kabisa rais wa Young Africans kwenda kumuona kama vile Lawrence Mulindwa ni kama vile nimekuja, mimi ndo mnunuzi pekee, nimerudi, nilicho nacho ni hichi, unataka sawa, hutaki sawa, tutasubiri mpaka mwisho wa msimu, that's it. Yani ile ni take it or leave it. Nimekuja nikiwa ndo mnunuzi pekee kwenye meza ya mazungumzo, huna ofa nyingine zaidi yangu, take it or leave it. Ndipo Lawrence Mulindwa analazimika kukubali ofa ya dola 300,000. Angali tangu mwezi wa 12 alikuwa anaitaka dola 500,000, na alikuwa anaamini kwamba kama Yanga angeendelea kuwa kwenye vita ya kujaribu kuiwania saini ya Alan Okello mpaka kufikia tarehe 31 Disemba, manake ile bidding war, ile vita ya mnada ingeweza kuipandisha thamani ya Okello pengine mpaka kuelekea dola 600,000. Lakini Yanga kuamua kujitoa kwenye ile vita na klabu ya Libya kuonekana kwamba haiko tena mezani, ikabidi tu Lawrence Mulindwa apokee kilichopo, asipate hasara, kwa sababu klabu pekee ambayo ilikuwa inaonekana iko mezani mpaka wakati huo ni klabu ya Young Africans pekee yake. Kwa hiyo muktadha hapa ni muhimu sana. Young Africans walichokifanya ni kuwachezea mchezo Vipers kwamba tutajitoa kwenye mbio za kumwania huyu mchezaji kwa kuwa na mchezaji mwingine kwenye nafasi yake kwenye kambi yetu, kwa maana ya Maruf Chakei, lengo likiwa ni kwamba tunataka mushushe thamani ya huyu mchezaji, na sisi tunatambua kwamba ofa ya Libya huyu mchezaji hatoikubali, kwa sababu sisi makubaliano binafsi na Okello tulishayamaliza.
huyu mchezaji hana nia ya kwenda Kaskazini. Kwa hiyo ofa yake ya Kaskazini haitokubaliwa. Mtajikuta mmebaki na sisi. Mwisho wa siku tutarudi kwa ofa tunayoitaka sisi, tukiwa ndio wanunuzi pekee wa huyu mchezaji. Mnataka mtaichukua, hamutaki tutasubiri June, huyu mchezaji anakuja kwetu, kwa sababu hata makubaliano binafsi tulishamalizana naye. Kwa hiyo ukijaribu kutizama, hivyo ndivyo namna ambavyo sakata la Alan Okello limekwenda. Mwisho wa siku, namna ambavyo Young Africans Engineer Hersi Said alivyoucheza huu mchezo kwa faida yake na kwa kuhakikisha kwamba kiasi ambacho Vipers walikuwa wanajaribu kuki-inflate kwenye thamani ambayo ilikuwepo kwa Alan Okello, wao wanakiua na kwenda kumchukua mchezaji kwa bei ya chini zaidi ambayo wangeweza kwenda kuichukua, na ndio kile ambacho kilikwenda kutokea katika uhamisho huo mwisho wa siku.